Game time, tunavyo sisi. Baada ya heka mbalimbali za usajili huko barani Ulaya, vilabu vikubwa vikipigana vikumbo kuwania saini za nyota mbalimbali. Ligi kuu zinakwenda kuanza huko barani Ulaya. Sasa tutakwenda kuiangazia ligi kuu ya soka nchini England, lakini tutaanza na mchezo wa ngao ya jamii ambao utawakutanisha mabingwa wa ligi kuu ya soka ya England, Arsenal the Gunners, washika mitutu hawa wa London, dhidi ya klabu ya Manchester City ambao ni mabingwa wa FA. Mchezo huo wa ngao ya jamii utakao kwenda kuchezwa siku ya Jumapili tarehe 16 ya mwezi wa 8 mwaka 2026. Leo kwenye meza ya Game Time utakuwa nami Rashid Mfaume, bila kusahau kama ninavyokutambulishiaga kila siku niko na mashabiki nguli Androniko, Masud, Mswahili pamoja na Muruo King. Bwana, usajili umeendelea kushika hatamu, vilabu mbalimbali vingine vikiwa vishamaliza, wengine bado wanaendelea kuzisaka saini za nyota mbalimbali, lakini twende tukawatazame mabingwa hawa wa ligi kuu ya soka ya England, Arsenal the Gunners. Mara baada ya kuinasa saini ya Bruno G. Tukianza na Muruo King, usajili huu kwenye klabu ya Arsenal utakwenda kuongeza nini kwenye safu ya kiungo klabu ya Arsenal? Mimi naweza nikawa na maoni tofauti na watu wengi. Kimpira sidhani kama Arsenal walimuhitaji sana Bruno G, kwa sababu midfield ya Arsenal is packed, wako wamesheheni. Lakini kisaikolojia wanahitaji mtu kama yule, kwa sababu unajua unapokuwa na mchezaji kama Bruno, kwanza ni mchezaji ambaye sijui nitumie neno gani, ni mchezaji msela. Kwamba Arsenal wanakosa wachezaji ambao wana kaliba ya kulazimisha mambo. Ni mchezaji ambaye kadi sio issue kwake. Yani tulikuwa tunaongea off camera hapo kwamba Newcastle walikuwa na wale mimi nawaita mara zote mapacha watatu, Bruno G, Joelinton na Willock. Ni wachezaji ambao wewe nenda mpira ubaki, au wewe ukibaki mpira uende. Hawaogopi kucheza rafu, hawaogopi kufanya confrontation. Arsenal wanahitaji mchezaji kama huyo, mchezaji ambaye anaweza kufanya maamuzi unorthodox, maamuzi ambayo sio watu wote wanayatazamia. Hiyo ni kitu kikubwa sana ambacho Bruno anaweza akakileta kwa Arsenal, kwa sababu kuna wakati unaona kabisa jinsi ambavyo Declan Rice analazimisha kukimbia kwenda kila mahali, kucheza kufanya tackling za aina mbalimbali ili kuhakikisha kwamba mpira haubaki kwa adui. So Arsenal walikuwa wanahitaji mchezaji kama huyo, analeta experience ya aina hiyo. Kuna ile football hooliganism ambayo Bruno G anayo, ambao nadhani kwa uwepo wa mchezaji kwa uwepo wa kocha kama Gabriel Heinze, sababu kila nikimwangalia Bruno G nakumbuka enzi za Gabriel Heinze, ile kaliba ya mchezaji mbabe kama Gabriel Heinze, naona ni kitu ambacho Bruno G anacho. Kwa hiyo ni kitu ambacho kinaweza kikawaletea matokeo. Kitu ambacho sijakizoea on the other hand ni kusikia kwamba Arsenal ni mabingwa watetezi. Ni kitu sijakisikia for almost 22 years. Kwa hiyo mnisamee, bado naendelea kujitahidi kuzoea swala la kwamba Arsenal ni mabingwa watetezi. Kwa kweli bado sijalizoea. Masud, usajili huu wa Bruno, tunaona Arsenal wana viungo pale katikati. Bruno G pia atakwenda kuongeza nini kwenye safu ya kiungo, kwamba Arsenal watakuwa tayari kwenda kupigania tena kwenye michuano ya UEFA Champions League, kuendeleza pale ambapo walipoishia msimu uliopita? Yeah. Wanachohitaji Arsenal sasa hivi ni kuendelea kuchukua mataji. Na mchezaji kama Bruno anakuongezea hiyo X factor ya kuyapambania hayo mataji. Sasa hivi maybe dynamism ya midfield ya Arsenal itakuwa tofauti kidogo, kwa sababu namna wanavyo Bruno anachokiofa almost ndicho anachokiofa Declan Rice. Kwa hiyo hapo sasa ni Mikel Arteta mwenyewe kuona ni namna gani anaweza kuwatumia hawa watu wawili.
either Declan Rice ku sit back kulinda back 4 ama back 3, then Bruno awe ana zurura like box to box, ama yani iwe utofauti wa hivyo kwamba Bruno awe analinda back 4 back 3, then amwachie huru Declan Rice awe anazurura. So ni kitu ambacho ni mchezaji ambaye ameshaizoea ligi ya Uingereza, amecheza misimu kadhaa hapo Uingereza, so anaijua vizuri ligi ya Uingereza. So wanachomtegemea ni to hit the ground running, yani sio tena mchezaji wa kutaka kuadapt, you know, na ni aina ya mchezaji ambaye si mchezaji wale ni wachezaji ambao wana kuintimidate, yani wanachokitaka kiwe basi na kiwe wachezaji wababe. So ni namna Arsenal ambavyo wanaonyesha ni statement ambao wanaitoa kwamba tunataka kuanzia pale tulipoishia msimu uliopita, basi tuendelee either kutetea tena ubingwa ama kufika tena finali ya Champions League na kuchukua ubingwa. So ni usajili mzuri kiukweli. Ni usajili mzuri kwa sababu mchezaji ambaye walimleta kuweza kucheza na Declan Rice, Zubimendi, tena walimnunua kwa kiasi kikubwa, pound milioni 60 sijui, ambaye gari lilikata moto kuanzia katikati ya msimu mpaka mwisho wa msimu. Lakini nadhani he was just overwhelmed kwa sababu ya upya wa ligi, intensity ambayo perhaps hajaizoea alipokuwa Spain. So yeah, sijui na yeye atawezaje kumintegrate katika hiyo mahali, lakini kiukweli hiyo ni statement kutoka kwa Arsenal kwamba wanataka waendelee kuchukua mataji. Androniko, kwa sajili ambazo Arsenal wamezifanya mpaka hivi sasa, wanaelekea katika mchezo wa ngao ya jamii. Arsenal kuna haja ya kwenda kuongeza mshambuliaji mwingine ili waendelee kupata kuhakikisha kwamba kwenye michuano ya UEFA Champions League pamoja na ligi kuu ya soka nchini England kupata mabao mengi zaidi ukilinganisha na msimu uliopita. Kiukweli kwenye swala la forward naona Arsenal sio kama wamelipa kipaumbele sana, na nadhani sababu ya msingi ya kufanya hivyo ni kwa sababu wanataka winga. Kuna kuhusishwa kwa Martinelli kuondoka, na walikuwa wanahusishwa na Vini, tulikuwa hapa tukaongelea hilo, na sasa hivi wanahusishwa na Pedro Neto. Pedro Neto naye ikitokea wamemkosa, inasemekana wanahusishwa tena na Bakola, wanataka kuingilia dili ya Liverpool. Kwa hiyo unaona hivyo, lakini kwenye swala la kuhitaji forward kweli wanahitaji. Either kama hawatahitaji forward, maana yake watahitaji Kai Havertz na Gyökeres waongeze namba walizofunga, kwa sababu Gyökeres msimu uliopita amefunga goli 21 kwenye michuano yote. Ni namba nzuri, lakini kwa mchezaji ulionunuliwa kwa paundi milioni 75 na kwa expectations walizomwekea, kwa expectation za kwamba ulitoka kwenye ligi unafunga goli 40 kwenye ligi pekee. Sasa ilikuwa ni kama imeshusha matarajio, lakini Kai pia anatumika pale kama forward. Kwa hiyo naye unahitaji goli 12, yani kwa forward wako unahitaji goli minimum kwenye ligi peke yake 15 ili kujihakikishia kuwa na nafasi ya kuchukua ligi. Sasa kama Gabriel Jesus anaondoka, maana yake wanaona kuna haja ya kuleta forward mwingine. Sasa forward gani atakaye kubali kuja kuwa namba 2 kwa substitute, kwa kujua kwamba pale Gyökeres ndo anaanza na mwalimu sometimes anamprefer zaidi nani? Kai Havertz. Sasa yeye atakuwa namba 3 kwa kifupi. Nadhani ni kitu ambacho hata wao wenyewe wanaona kama ni upotevu wa pesa, ndo maana focus yao kubwa sana iko kwenye mawinga baada ya kucement hapa kwenye midfield, kwa sababu sasa hivi ukiendelea kwenye midfield wako loaded vibaya mno, yani Zubimendi, huyo Bruno G, Rice, Declan Rice, Merino, Odegaard, Eze, yani wamesheheni wako wengi. Kwa hiyo na bahati nzuri nilikuwa nasikia kaka anasema labda mtu wa kukaa chini ni Rice kwa sababu kwenda mbele Bruno at least ana ile technical ability bora zaidi kuliko Rice. Anaweza kufunga, anaweza kuassist kwa uzuri zaidi kuliko Rice. Kwa hiyo nadhani yeye anaweza kaenda mbele. Sasa hiyo swala la rotation, na kuna michuano mingi wanasema ni minimum mechi 60 kama timu
inafanya vizuri gani kwenda mbali kwenye michuano. Kwa hiyo mechi 60 ukiangalia, yule rais wa kucheza mechi kila siku anaweza kaa anapata hata muda wa kucheza dakika 70, au kuna mechi zingine hachezi kabisa, anapumzika. Kinyume na kama msimu uliopita ambapo alazimika kucheza mechi nyingi day in day out. Kwa hiyo ni kitu kizuri kwa timu inayotaka kutetea ubingwa kuwa na machaguo mengi, haswa hayo machaguo yakiwa yana ubora, sio tu kwamba kwa hiyo hata ubora, yani kwa mfano anacheza dakika 60 70 and then wanatoa naingiza Merino na Zubimendi, ubora unakuwa haujapungua kwa kiwango kikubwa. Kwa hiyo unakuta na mechi hapo unakuta mnaongoza 2 au 3, wanaingia tu kumaliza game na kustabilize match na vitu kama hivyo. Watazame Manchester City, kwa sababu tumeanza na hawa ambao wanakao kwenda kucheza mchezo wa ngao ya jamii. Manchester City Muro, tunafahamu wana kocha mpya Enzo Maresca. Kwa kutazama usajili ambazo zimefanyika ndani ya klabu ya Manchester City, tunaweza tukasema Enzo Maresca anakwenda kuanza zama mpya sasa ndani ya kikosi cha Manchester City. Yes, most definitely ni zama mpya. Kocha anapokaa kwenye klabu moja kwa miaka 10, hauwezi kufuta uwepo wake ndani ya msimu mmoja au miwili. Manchester City unfortunately kwao wanapoteza kitu kimoja, fear factor. Pep anashtua, Pep anaogofya kukutana naye, kwa sababu kila mara ukikutana na Pep anakusurprise na vitu tofauti. Inawezekana either ni tuseme Pep ni genius, au kuna uwezo mkubwa sana wa kiufundi ambao wanao. Kwa hiyo City atapoteza hiyo fear factor, kwa sababu unapokuwa kwenye timu ukakaa miaka 10 na 60% ya vikombe vyote vya nchi hiyo ukawa umevichukua wewe, labda mataji ya ligi almost 60% ya mataji ya ligi 60 au 50 na kidogo amechukua Pep akiwa Manchester City. Kwa hiyo hicho ni kitu ambacho hakifutiki kirahisi. Kwa hiyo Maresca ana kazi kubwa sana. Na kazi kubwa kwa Maresca ni kufikia at least ile sehemu ambayo Pep alifika, japo itamchukua muda, kwa sababu kama unakumbuka wakati Sir Alex Ferguson anaondoka Manchester United baada ya kuwapa kikombe chao cha mwisho, naamini wote tunakumbuka kikombe chao cha mwisho cha ligi, kocha alofuata alikuwa na mlima mkubwa sana, na mimi wakati mwingine huwa naamini kwamba pamoja na kwamba David Moyes hakuwa na kaliba ya kumrithi Sir Alex Ferguson, lakini tulimjudge kwa uharaka sana. Kipindi ambacho Ferguson amekaa Manchester United, tusingetegemea kuwe na mtu mwingine ambaye angekuja kuwa kama yeye, lakini wataalamu hapo ni mashabiki wa Manchester United, wanaweza wakawa na mawazo tofauti. So going back to your question bro, Enzo Maresca ana mlima mkubwa sana wa kupanda, na kuna uwezekano msimu huu Manchester City ikawa ni timu tusio ya kutisha, kwa sababu fear factor yao imeondoka, nao ni Pep Guardiola. Naomba nikuulize swali. Kwa nini watu wanapendaga kuiweka kama Man City ilikuwa mbovu kabla ya Guardiola? Kwa sababu Guardiola anakuja Man City ni semi-finalist wa UEFA. Anakuja tayari ni bingwa wa ligi mara 2, alishachukua na Pellegrini, alishachukua na Mancini. Kwa nini tunaiweka kana kwamba aliikuta timu dhaifu bin hali alafu kaiweka juu and then anaondoka itarudi kule, wakati mimi najua tayari City walikuwa wako juu kipindi Guardiola anakuja. Manchester City hii unayoisema wewe, ambao ni semi-finalist, ni bingwa, hadi 2012 Manchester City walichukua kikombe cha ligi. Unakumbuka story ya Aguero alivyobadilisha meza. Ilikuwa Manchester City inayoshinda vikombe vizuri kabisa, ila haikuwa Manchester City ya kuogofya. It was just another. Ilikuwa Leicester. So Leicester ilikuwa ni timu ambayo inashinda. Ukiangalia mfano kwenye Twitter yao iko pale, ukiangalia mwaka 2013, msimu wa mwaka 2013, Manchester City ametoka kuchukua ubingwa. Uwanja wao sidhani kama tayari ulikuwa umebadilishwa jina kwenda Etihad. Mashabiki 250 uwanja mzima. Yani kuna mechi moja admin ameandika pale kwamba leo timu yetu imeshinda hivi na hivi, mashabiki walioingia uwanjani ni 250.
Kwa kuna influence kubwa sana ambayo Pep ameileta kwa City. Ukiachana na ndani ya uwanja, hata nje ya uwanja, mashabiki na kadhalika. Kwa hiyo hicho kitu hakiwezi kuondoka ndani ya msimu mmoja na hakiwezi kujengwa ndani ya msimu mmoja. Sababu hata Pep mwenyewe ubingwa wa kwanza wa Pep hakuchukua msimu wa kwanza wa Premier League. Ubingwa wa Premier League wa kwanza wa Pep hakuchukua ndani ya msimu mmoja. Kwa hiyo maana nasema kwamba Maresca ana mlima mkubwa sana wa kujaribu kuimitate, let's say kufikia hata nusu ya kile alichokifanya Pep. Na unajua City ni timu ambayo budget kwao sio issue. Sijui vitabu vyao wana vibalance namna gani, lakini City budget kwao sio issue. Wana splash tu kabisa. Wana splash tu kibunda hapo pap. Wana balance vizuri kabisa. Na maisha yanaenda. Ujanja wa City. Mpaka academy player wanawauza vizuri. Sasa ndo nasema yani, na ujanja mwingine yani ni hao wachezaji wawili watatu nadhani sasa hivi wanakuwa Gavio, Grealish na huyu nani Anderson ndo wamenunua kwa paundi milioni 90 kwenda mbele, lakini wengine wote ni 50-60. Kwa hiyo akimsajili leo Nico Gonzalez kwa paundi milioni 60, akija akazingua kumreplace kuleta mwingine kwa paundi milioni 50, inakuwa haionekani kama ni umefanya matumizi mabaya ya fedha. Inakuwa tu umemitigate vizuri vitabu vyako, kwa sababu na ndio hiyo bei yake nyingi, lakini ukienda overall kikosi unakuta kina gharama kweli kweli, lakini ni hizi hela anakuwa hizi splash taratibu kwa wachezaji. Ananunua mchezaji mmoja au wawili kwa bei kubwa, hapana, ananunua wengi wenye ubora kwa bei za kawaida. Pia miongoni mwa tetesi ambazo zingine zinamhusisha kiungo wa Manchester City Rodri. Nani, tetesi zimezidi kuwa nyingi hivi sasa, anahusishwa na FC Barcelona. Masud, kwa namna ambavyo hizi tetesi zinazidi kushika kasi kuhusiana na huyu mchezaji, endapo ataondoka Manchester City, Man City watakuwa na kazi kubwa ya kumtafuta mchezaji wa kwenda kuziba pengo la Rodri. Of course, kupata sababu ya kumreplace Rodri itakuwepo kazi ya kufanya hivyo, kwa sababu hata msimu uliopita tumeona namna City walivyotetereka baada ya yeye kupata majeruhi. So hakitakuwa kitu rahisi sana, na sidhani kama wamekuwa, niliwahi kukiwa na kisema hichi kitu hata msimu uliopita kwamba sioni kama City wameanza kujiandaa maisha bila Rodri. Sioni, kwa sababu maeneo yote ambao walikuwa wananunua wachezaji si eneo la Rodri. Sasa hivi inavyosemekana kwamba amechagua kwenda Barcelona badala ya Real Madrid. Of course naona kutakuwa kuna shida. Sijajua kama Anderson anaweza akavaa viatu vya Rodri right away. Sina hakika kwa kweli. Hilo ni swala la kusubiri na kuona, lakini kwa shimo ambao watalifill kabisa. Ila pesa alopeleka Barcelona nayo ni matusi bana. Euro milioni 45 kwa Rodri. Vitu vingine yani jikakamue kidogo basi hata mshawishi mtu kuuza. Isiwe matusi, ujue this top clubs Madrid, Barcelona, Bayern Munich, United, of course ni timu ambazo unakuta mchezaji wana pool ya kuvuta wachezaji regardless ya matokeo, lakini hizi ni timu ambazo wachezaji wenyewe wana hamu ya kucheza. Sawa, kwa hiyo ni moja, lakini pili kuna mikataba. Kwani Rodri amebakiza miaka mingapi? Ni mmoja, mwaka mmoja. So you cannot expect auzo kama ile. Sasa akatokea kama mambo ya McGay kwamba mwezi wa 6 mwakani anaondoka for free. City amekuja Januari, why not sell? Wamemtumia, amewapa kila kitu, wamemtumia, yani wamemkamua vilivyo kwa pound milioni 40, mkataba mbaki wa mwaka mmoja. Hakuna anachodaiwa ndani ya City. Hamna anachodaiwa kwa City kiukweli. Kachukua Ballon d'Or akiwa pale, japo walikuwa wanasema hakustahili, lakini alikuwa na msimu mzuri sana, kachukua Ballon d'Or. Na sasa hivi katoka kuchukua nini? World Cup. Yeah.
That's wanasema a good dancer knows when to leave the stage. Yeah. I think hata Rodri akiangalia fear factor, mwamba wake Pepa yupo, anaanza kuona, because sometimes mimi nasema kwamba Pepa ataacha au ameacha yatima wengi sana City. Kuna wachezaji ambao wanaweza kucheza Man City ya Pep Guardiola tu, hawawezi kucheza Man City ya mtu mwingine. Kwa mfano, sidhani kama Calvin Phillips angeweza kucheza Manchester City hii ya sasa hivi. Lakini Pep alimuona, akamvuta, tunajua kilichoishia. Vipi Phil Foden? Nadhani Phil Foden ni kwamba utumizi wake tu umeisha, lakini miaka 26 ndio utumizi umeisha kaka. Angalia pia Phil Foden amecheza kwa muda gani? Unajua kuna wakati mtu anaweza akacheza mpaka veteran, ni kijana mdogo tu. Kwa mfano, Andro nakwambia, Lamine Yamal akifika miaka 27 kwa rate hii ambao Barcelona wanamtumia, atakuwa ana hali ngumu sana. Twende tukautazame mchezo wa ngao ya jamii kati ya Arsenal dhidi ya Manchester City. Masud, tukianza kutazama huu mchezo unaweza ukatoa taswira kati ya hizi timu mbili, timu gani ambayo ipo tayari sasa kwa ajili ya kwenda kukutana na mbilinge za ligi kuu ya soka ya England? Jibu ni hapana. Ni mchezo wa kawaida ambao timu nyingi huko miaka iliyopita ilienda ikachukua ubingwa, ikachukua kombe hili la jamii, lakini ni kombe au ngao sio kombe. Ikachukua na hamna kitu kilichofanyika. So hichi sio kipimo, lakini ni namna ambayo inaweza kukufanya uhisi kwamba nimeanza na mguu sahihi sana. Ni kitu ambacho probably Arsenal watakuwa wanakitarajia, kwa sababu wametoka kwenye kuchukua ubingwa, wametoka kwenye kucheza finali ya UEFA Champions League. Sasa hivi wanaenda kwenye ngao ya jamii. Kupata ile feeling ya kwamba tumefika finali ama tumekutana kwenye mchezo mmoja wa kuamua nani anaondoka na taji, tumechukua, inazidi kuwapa morali ya wao kuona kwamba tunaweza tukafanya kitu zaidi msimu unaofuata. Lakini si jambo, siwezi kusema ni 100% ni mechi ambayo itafanya eti Man City waseme tunaweza tukawa na msimu mzuri. No. Wala Arsenal kusema Arsenal wanaweza wakapoteza hii game. Na isiwatetereshe kabisa kwenye msimu ujao, kwa sababu isiwe na maana yoyote, kwa sababu si kombe ambalo wanaweza wakafika pale kila sana nasema kombe. Ngao ndio hivi ambayo wanaweza wakawa wanajivunia. Sawa, wamechukua mara 17, United wamechukua mara 21, City wamechukua mara 7. Probably watataka wachukue mara ya 8, yani kusema kwamba tuna hamu ya kuchukua mara ya 8. Alafu Arsenal tuna hamu ya kuchukua mara ya 18. Sioni. Kwenda kuongeza ladha. Sioni. Nadhani ni dakika 90 za kupata wachezaji kupata kwenye miguu yao, kujiandaa na mwanzo wa msimu. Nadhani ni pre-season baada ya pre-season. Yeah. Yaani ngao ya jamii is more mechi ambayo ndio maana msimu uliopita nadhani Crystal Palace alifunga Liverpool kwa sababu ngao ya jamii ni pre-season baada ya pre-season. Japo mwisho wa msimu tunaihesabu kama lakini achievement. Ngao ya jamii ina historia fulani hivi mbaya kwamba anayeibeba hachukui ligi. Kwa hiyo yani kuna uwezekano kuna watu wasiitake. Sababu Andro alituambia kwamba alitupa rekodi ile kwamba Arsenal hajawahi kutetea tangu mwaka 1936. Sasa kwa maana Arsenal akishinda hii bas confirm, akishinda hii tutakuwa tunasubiri. Crystal Palace alichukua, Arsenal alibeba, River alibeba ule msimu aliotoka kubeba ligi, Man City akicheza hivyo kuchukua. Man City alibeba msimu ambao River alienda kuchukua ligi. Kwa hiyo ukirudi tu hivyo kila anayebeba hayabebi ligi. Kwa hiyo pengine wengine wanaweza wakaiona kama wanaita bad omen, yani ukibeba pengine historia itachukua nafasi yake pia. So binafsi akishinda Arsenal nataka historia ichukue nafasi. Sasa ingine labda watu wanalikwepa. Watu wanatafuta namna ya kujitetea baadaye. Kulikwepa.
Fainali ambayo ya mwisho kukutana kati ya Arsenal dhidi ya Manchester City ilikuwa ni fainali ya FA na Arsenal aliweza kupoteza. Rekodi hii inaweza ikawa ina maana kwa Arsenal ama kwa Manchester City kuelekea katika huu mchezo wa ngao ya jamii. Kila rekodi ina maana, yani sio katika mechi za fainali tu, hata kila mechi ambayo mnacheza. Lakini mimi nikiangalia naona kama Arsenal ni timu ambayo iko stable zaidi. Man City nimeiangalia ikicheza na Atletico Madrid kwenye mechi za kirafiki na walishinda 3-1. Unaiona ni timu ambayo inajaribu kuvaa kile mwalimu ambacho anakifundisha, lakini bado hauoni kama wako compact. Arsenal hizi mechi mbili zilizopita dhidi ya Dortmund na Real Betis, hizi mechi za kirafiki walizocheza, wamefungwa zote, tena wakiruhusu magoli 3. Lakini bado naamini kama leo walikuwa wanashare picha namna ambavyo wachezaji wao wanarudi kambini, the likes of Saka, wakina Reece wote wanarudi hivi. Kwa hiyo ina maana ni mechi ambayo wanaweza wakaitumia wao sasa, wakina Saka ambao hawakuwepo, kama mazoezi kabla ya ligi kuanza. Kwa hiyo mechi naamini itakuwa ina mshike mzuri tu kabisa. Jambo ni moja tu, Maresca ana kawaida ya kuzivaa mechi. Yani kuna mechi Maresca anaenda anakaa ndani anajifungia, alafu anaangalia namna gani anaweza aka-execute plan fulani ambayo itahakikisha kwamba ile timu japo nyewe mnaiona ni bora, ila yeye ataweza kupata matokeo kama alivyofanya kwa Chelsea na PSG. Kwa hiyo tusubiri, labda tatushangaza, lakini mpaka sasa mimi naona Arsenal na nafasi nzuri zaidi. Mimi niwaambie tu mashabiki wa Arsenal, nikiona Androniko anawasifia inabidi muogope sana. Andro hajawahi kusifia Arsenal. Sasa hapa namshangaa, hapa kuna namna anasema anatumia positive ili apate negative. Andro tunamjua hajawahi kusifia Arsenal bwana. Abla leo ni uhalisia. Yani ukiangalia nini? Hawa ni timu mpya ambao wana wachezaji wapya. Sijajua kama Haaland atakuwepo. Wana mwalimu mpya. Wana mwalimu mpya. Sijajua kama Haaland najua anaweza kucheza na Mamrush. Nimekuzungumzia kuhusu Foden kwa sababu Foden mimi nilitarajia kwa vile alikosa World Cup pengine angekuwa na msimu mzuri sana hapa, lakini hii pre-season yote haja impress. Yani aliye impress zaidi ni Semenyo. Sijui umeona. Semenyo. Kwa hiyo hadi unakaa unasema okay, pengine mwalimu anaweza aka-opt sasa, maana Sheki hata kuwepo. Yani Sheki kama akija ni baadaye, lakini najua mwalimu anaweza akasema okay, sasa hivi mimi timu yangu naijenga kupitia kwa Semenyo na Haaland, hiyo ndio iwe combination yake. Na Ryan Sheki ni mchezaji wa kumaliza mechi, sio mchezaji wa kusema utamtazamia sana, kwa sababu tumeona jinsi labda kama Maresca atabadilisha matumizi, lakini Ryan Sheki ni mchezaji wa kumaliza. Sheki ni mchezaji ambaye anapenda apewe majukumu. Alipokuwa Lyon alikuwa anachukua timu anaibeba kweli na unaona anafanya kitu. Lakini sasa ukishakuwa ukamweka kwamba ni mmoja kati ya wengi, ndio ile anakuwa na masuala mengi. Wana flop kwa style hiyo. Kwa sababu kwenye swala la kumaliza huko alikotoka kila kitu ni yeye. He was doing everything. So kwa huku sasa amekutana na probably kila mahali, kila eneo lina fundi kama yeye. Kama ilivyotokea kwa Faransa pia. And probably wana deliver, wanakuwa wako efficient kuliko yeye. Kwa hiyo sometimes inakufanya unarudi nyuma kidogo. Kama vile unakuwa unamuona anafanya masiara mengi. So imeshindikana kufanya kwenye pitch, basi acha afanye. Lakini unajua nini, pamoja na hiyo masiara yake ndo amemaliza ligi hapa na mtu ambaye ametoa open play assist karibia 12. Sijui umeona. Kwa hiyo uwezo huo. Yani ana uwezo yani. Kwamba ana jicho ile la kuona na nini. Vitu kama hivyo. Masud, Enzo Maresca kocha mpya ndani ya kikosi cha Manchester City. Mchezo huu pengine unaweza ukawa ni kipimo sasa cha Enzo Maresca kuonyesha uwezo wake ndani ya kikosi cha Manchester City. Hapana. Tumeongelea hapa kuhusiana na hii game. Hii game haina maana yoyote. At least kwa ninavyoona. Haina maana yoyote ya kusema watu wang'ate meno. Kwa sababu utang'ata meno hapo utapata injury, msimu unaanza hapo, hauchezi mechi 10-15. Kurudi mpaka ukae sawa, watu wako kwenye mechi ya 25.
msimu umeisha, you know, so na huwezi judge kocha kwa mechi mbili za pre-season na mechi ya ngao ya jamii. So ana msimu mzima wa kuonyesha nini na kwa nini bodi ya City iliweza kumwamini. Yeah. Nuru, tunafahamu mchezo huu wa ngao ya jamii kama alivyozungumza Masud, si mchezo ambao timu nyingi ama kocha wengi wanautazamia, ama unaweza kutoa taswira ya kitu gani ambacho timu fulani atakayo kwenda kuifanya kuelekea katika msimu husika. Tukitazama kikosi cha Arsenal, Arteta yupo ndani ya kikosi cha Arsenal kwa misimu kadhaa. Pengine hii inaweza ikawa ni nafasi sasa ya kuanzisha wale wachezaji wake ambao mwasajili kwenye kikosi msimu. Yeah, itakuwa ni confidence booster kubwa kwa wachezaji waliosajiliwa kuanzishwa, kwa sababu inaonyesha kwamba umenisajili, unaniamini. That's a very good thing. Lakini kwenye competitive football bwana, pamoja na kwamba nimesema kwamba ngao ya jamii ama ngao ya hisani ni pre-season after pre-season, ni a pre-season after a pre-season game, nafikiri itakuwa ni confidence booster kubwa sana kwa wachezaji kuanza, kwa sababu inaweza ikaonesha wachezaji kwamba tunaaminika, nafasi tunayo. Pep alikuwa na hiyo tabia, ama Jurgen Klopp alikuwa na hiyo tabia. Kwenye ligi anamwanzisha Alisson Becker, alafu kwenye labda FA Carabao huko anacheza wakati ule alikuwa Kelleher nadhani, paka finali watu wote wanategemea kwamba finali atamchezesha Alisson, lakini anamweka kipa wake yule yule. Kwa hiyo ni confidence booster kwamba unaona kabisa kwamba huu ni mgawanyiko wa majukumu. Kuna watu lazima waanze ambao wamesajiliwa, watu wapya, ili waweze kuonesha kwamba ni kuboast kwamba tumekusajili, tunakuamini, tumekupa majukumu. Na hii game nadhani Arteta ana upper hand kama alivyosema Andro, kwa sababu experience yake yeye kwa Maresca ni kubwa. Inawezekana Maresca ni senior coach kuliko Arteta, lakini experience kuwa kwenye top flight kama ambavyo wanayo Arteta ni kubwa zaidi. Kwa hiyo mimi nampa nafasi kubwa zaidi Arsenal. Andro, Bruno G, inaweza ikawa hii pia ni muda sasa wao yeye kuweza kupata nafasi na kuonyesha kile ambacho yupo nacho ndani ya kikosi cha Arsenal. Hapana. Bruno tunajua alichonacho. Tunachoomba tu ni kile alichokionyesha Newcastle, yani akifanya tu kukopi na kukipesti akiweke Arsenal. Kinyume na hapo wapinzani tutacheka sana. Tutakuwepo. Kwa sababu tunajua ubora wake na uwezo wake. Kwa hiyo na bahati nzuri au mbaya ni ana miaka 28. Kwa hiyo sio mchezaji ambaye unasema eti amezingua msimu huu eti tutakupa muda, tunasubiri msimu ujao. Haipo hiyo. Yani huyu ni mchezaji ambaye anatakiwa kudeliver sasa hivi. Kwa hiyo mimi naamini tu atakifanya hicho, hatakuwa na shida. Ni namna tu ambavyo Arteta amenyamua kuongeza mapana kwenye kikosi chake ili tu kuwa na machaguo mengi kwa ajili ya michuano na nini. Unajua kuna wakati walipigwa na injury nyingi mpaka hadi ukao unaona kabisa Hinkpie na Maresca wanacheza kama double defender pale, inaleta ukakase mwingi. Kwa hiyo ni usajili mzuri, mimi nawapa tu hongera kwa. Masud, kuelekea kwenye wa ngao ya jamii Arsenal dhidi ya Manchester City. Enzo Maresca yawezekana sasa yeye ndo kuelekea katika mchezo huu akaanza kujenga imani kwa mashabiki wa City, kwa sababu tunafahamu kocha aliyetoka ameyafanya makubwa ndani ya kikosi cha Manchester City. Enzo anaweza kuivaa hii pressure kwenye kikosi cha City? Ndo mwanzo. Ndo mwanzo. Ana msimu mzima wa kuonyesha, kama nilivyosema hapo awali, ana msimu mzima wa kuonyesha kwa nini City waliweza kumwamini baada ya mafanikio makubwa sana ya Pep Guardiola. Kwa hiyo ni swala la kusubiri na kuona
ni namna gani atavivaa hivi viatu au akaweka blueprint yake mwenyewe, kwa sababu kuondoa ama sasa hivi kila mtu amekariri Man City kama ya Pep Guardiola, kwa sababu Guardiola amekaa City kwa muda mrefu sana. Ni ngumu kwa kocha yoyote kwenda katika timu ya namna hiyo, lakini naamini ana uwezo kwa sababu amefanya kazi na Pep Guardiola kwa miaka kadhaa. Na ndio alikuwa ni kocha ambaye alikuwa anafanya analysis za games ambazo alikuwa na Pep anaenda yeye kuweka final touches yeye na Arteta. Kwa hiyo nadhani ni Arteta aliweza kupata nafasi ya Arsenal, Maresca aliweza kupata nafasi Chelsea, lakini haiku work out, na sasa hivi amepata nafasi nyingine City. Kwa hiyo ni kusubiri kuona kama ataweza kutengeneza na yeye jina lake kama alivyofanya Mikel Arteta akiwa Arsenal. Muru, kwenye huu mchezo kitazama sajili ambazo Arsenal wamezifanya, pia Manchester City sajili ambazo wamezifanya, unauona mchezo unakwenda kuamuliwa na eneo gani hasa katika uwanja? Mchezo kwa Arsenal sana sana utaamuliwa kwenye eneo la kiungo. Kama tulivyosema, Arsenal ana utajiri wa midfield, na kitu kizuri sana kuhusu Arsenal ni kwamba ukiwatoa viungo wawili ukawaleta wengine wawili, wana uwezo wa kufanya pengine sio zaidi, lakini kidogo sana kutakuwa na utofauti na waliotoka. Lakini nadhani Arsenal wanamkosa William Saliba. I think Saliba bado yuko injury na mwezi wa 10 huo. Kwa hiyo kuna uwezekano kukawa kuna changamoto hapo kwa Saliba, kwa sababu wenyewe wanamuita Muamini Mosquera. Mosquera wa hivi wa kuziba mdomo. Yule ni Hikpi. Hiyo ni Hikpi. Sidhani kama Mosquera ana experience kama alionayo Saliba. Saliba atabaki kuwa Saliba, lakini again kama nilivyosema wakati mwingine, kuna wachezaji wazuri tu waliwahi kuonekana baada ya kupata nafasi, na who knows what will happen. Lakini wanamkosa Saliba, wenyewe wanamuita Rolls Royce defender, and I think hiyo inaweza ikawa tofauti kwa City kama jini litakuwepo, kama robot atakuwepo. Sababu robot sasa hivi atakuwa ameshakula vacation yake ya kutosha, ametulia, ameshachajiwa vizuri. Yaani nikisema robot namaanisha Erling Haaland. Kama Haaland atakuwepo, we all know what Haaland can do, na kutakuwa na tafrija. Na ile battle nzuri kabisa yake na Gabriel. Fry kabisa. Ndio wakati sasa. Ndio wakati. Masud, timu gani unaipa nafasi kwenye mchezo huu? Ama timu gani ambayo wewe unaiona inaingia kama favorite wa mchezo kwenye mchezo huu wa Ngao ya Jamii? Nadhani City watashinda. Andrew? Mimi nawapa Arsenal. Tunaijua hiyo. Hapana, kweli. Nataka ile Jedwin wako vizuri kuliko City. Yaani Andrew hajawahi kuisifia Arsenal. Mimi naipa nafasi kubwa Arsenal, lakini Man City watashinda. Kwa maana hivi hapo angaja kuelewa. Naipa nafasi kubwa Arsenal. Naipa nafasi kubwa Arsenal ya kufanya vizuri na ila sio kushinda. Kushinda ningependa. Unajua kuna uhalisia na kuna matamanio. Uhalisia ni kwamba Arsenal wana nafasi kubwa ya kushinda, lakini matamanio yangu ni City yashinde. Mtazamaji wa Dimbani Connect, meza ya Game Time, kama ulivyosikia kila mtu ameweza kutoa ubashiri wake kuelekea katika mchezo huo wa Ngao ya Jamii, Arsenal dhidi ya Manchester City. Na ukiona hivi ujue zile mbilinge za ligi kuu ya soka nchini England basi zimekaribia kuanza. Endelea kuikumbatia Dimbani Connect ili uweze kupata uchambuzi na taarifa mbalimbali za kimichezo kuhusiana na ligi mbalimbali huko barani Ulaya, bila kusahau ligi kuu ya soka Tanzania bara hapa nchini Tanzania. Tukatazame
tetesi zingine kuhusiana na vilabu mbalimbali. Naona Ferran Torres anahusishwa na PSG. Utakuwa ni wakati sahihi kwa Barcelona kumwachia Ferran Torres? Masudi. Wakati sahihi ama kutokuwa na wakati, sasa sidhani kama naweza nikasema ni wakati sahihi au sio wakati sahihi, lakini nadhani sasa hivi Barcelona wamebaki na Ferran Torres kama ni mteja outright striker baada ya Lewandowski kuondoka. Yeye ndo ana uwezo wa kusimama pale mbele kwenye nafasi ya Lewandowski. Na ameshafanya hivyo mara kadhaa msimu uliopita. Either alikuwa anze yeye ama anaanza leo, lakini amecheza sana katika eneo lile. Kwa hiyo sasa sijui kama kumwacha basi ina maana PSG labda wanatoa hela nyingi. Sina hakika na mkataba wake umebaki ni wa muda gani, lakini kama wanataka kumoffload ina maana watakuwa wana idea ya ingizo jingine ambalo litakuja kucheza pale. Otherwise labda anataka kutumia utajiri wa wachezaji ambao wanaweza wakacheza mbele, sio tu kama kusimama kama striker, ila wanaweza kucheza kama kwenye ile forward line. Wamemnunua Gordon kwa hela nyingi sana, wamemwongeza Karim Adeyemi, lakini wana Rafinha, wana Lamine Yamal yupo, so wana hiyo luxury ya kusema tunaweza tukacheza na false 9 na tuna uwezo wa kucheza false 9 kwa sababu tuna aina hii ya wachezaji. Mchezaji kama Dani Olmo ana uwezo kabisa wa kucheza kwenye ile shimo pale. Kwa hiyo unless kama Hansi Flick ana idea tofauti ya kuwa na mchezaji kama Robert Lewandowski, na kama wameleta dau zuri na anataka kucheza kwa staili hiyo, wanaweza wakamwachia kwa sababu pia wanahitaji hela Barcelona. Yeah. Wamefanya usajili lakini sijui hela wanatoa wapi, na walikuwa wanasema wanalalamika hawana hela. Lakini wamenunua wachezaji, wametoa paundi milioni 80 kwa Anton Gordon. So yeah, wakati sahihi ama sio wakati sahihi, hiyo inategemea na namna ambavyo Barca wanataka kwenda na nani msimu unaokuja. Kama wanaweza wakamwachia, basi ina maana wana ideas za namna wataweza kucheza, ama wanataka kuleta striker mpya pale, of which nikianza kuzurura kuangalia striker mpya Julian Alvarez kutoa paundi milioni 80 na Atletico hawawezi kumwachia Julian Alvarez kwa chini ya paundi milioni 60. 60? Yeah, hawawezi. 120 wamekataa. Hawasemi hawawezi kumwachia chini ya paundi, hata kama ikifika mahali wamekubali. Hawawezi kwa sababu tayari wameshanunua mchezaji wa paundi milioni 80. Nimeweka kwamba hata kama Atletico wameshuka yani mpaka huko. Atletico wao ndo yani mpaka huko. Sidhani kama wanaweza wakafanya hiyo biashara. Kwa mantikio basi inakuwa sio muda sahihi wao kumuuza Ferran. That's what I'm trying to say. Kwa sababu ndio maana kizurura wanabaki wana mchezaji mmoja tu. Yaani wakimuuza Ferran wanakuwa hawana forward. Unless watuambie wanampandisha yule Hamza ndo aende kuwa forward. Wala pre-season amepata minutes. Sawa, lakini sasa ni mtoto. Siamini kwamba rely na mtoto kwenye michuano yote hii. Barcelona hii ambayo ilikuwa ina rely kwa Lamine Yamal. Hapana. Lamine Yamal alikuwa ni ingizo jipya, ila timu alikuwa nayo Lewandowski, alikuwa nayo Rafinha. Sijui umeona. Lamine anakuwa ni kichocheo cha timu. Lamine hakuwa na pressure. Hakuwekewa mzigo ile timu. Umeona. Lamine is exception. Sawa, na sio uwezi kusema Lamine ni Hamza. Lamine sio Hamza. Kwa sababu ya upekee wake, kila mtu anatarajia makubwa kutoka kwake. Lakini si kwamba the whole team ilikuwa ina sasa the whole team tunacheza kwa sababu ya Lamine Yamal. Na ndo kuna kitu kimoja Barcelona huwa wanachanganya sana. Barcelona akiwa ana pesa ananunua. Akiwa hana pesa anakumbuka ana La Masia.
anaenda kuchukua. Yani unaona hawa wakina Gavi, wakina Yamal hawa, wakina Balde, sijui Fremini, sijui nani, walipandishwa kipindi Barcelona wanaukata. Lakini as soon as Barcelona wanapopata pesa, tayari unaona wame splash cash. Watoto wanakaa pembeni. Kwa hiyo hata sasa hivi ukiona wamemchezesha Hamza, in ideal world watakuambia kwamba wanategemea watoto, wanajua wana academy, lakini sio kweli. Kama wangekuwa na hela wangeshalipa kwa Julian Alvarez, wangemchukua wakaendelea na mambo kama hayo. Kwa hiyo nadhani hata deal ya Torres wanajaribu kuona namna gani mainly kupata Rodri. Hicho mimi ndo ninachokiona. Kwamba ndio maana hata unaona pesa wanayo demand kutoka kwa PSG inawiana na ile ambayo Man City wanataka kwa nani? Kwa Rodri. Kwa hiyo mimi naona hivyo, lakini kwenye swala la pale mbele hii risk anayoenda kuichukua Hansi Flick sijui mimi inaenda kulipa vipi. Yaani mimi sijui inaenda kulipa vipi kwa sababu Gordon sio mchezaji anayekupa goli 20 kwa msimu. Na sio mchezaji wa kucheza msimu mzima. Adeyemi the very same. Atakaye kuwa na mzigo zaidi hapo ni Olmo, Yamin na Rafinha. Mechi 60 ucheze na hao watu watatu ni ngumu sana. Miongoni mwa vitu ambavyo Androniko alivizungumza katika episode zilizopita, alisema miongoni mwa klabu unatamani zihusishwe na mchezaji, Barcelona wahusishwe na Rodri. Hivi sasa tetesi Barcelona anahusishwa na Rodri. Kwa namna ambavyo ili dili kitokea likikamilika, Rodri kitu gani ambacho atakacho kwenda kukiongeza kwenye kikosi cha FC Barcelona? Anaenda kuongeza kitu kikubwa sana. Na kwa nasema tunashangaa kwa nini Barcelona waingilii hilo dili. Rodri anaenda kushield hiyo defense ya nini ya Barcelona. Na Hansi Flick anapenda kucheza na highline defense, yani ana press from highline. Sasa akiwa una press kutoka juu hivyo, maana yake ni kwamba unahitaji kiungo ambaye kwanza ana maono, kwamba anajua kunusa hatari, kwamba hii tunapo press hivi kwenda juu, mimi nikae wapi in case huu mpira tukipoteza niweze kukava, au in case forward anakuja niweze kuzuia asimuone goalkeeper. Hiyo Rodri anakupa. Sasa na tukumbuke Rodri kwenye World Cup ya 2022 alicheza kama beki kipindi bado Sergio Busquets yupo. Sijui umeona. Kwa hiyo anakupa tena na option nyingine kwamba in case beki yako, maana wameshamuuza Araujo. Mshukuru sana ameenda Liverpool. Kwa hiyo ina maana pale Rodri beki ameumia. Ina maana naweza nikawa nina Rodri ambaye anaweza kucheza pia kama nani? Kama beki. Lakini pia yani kama anakuwa yuko vizuri msimu mzima, anaenda kuwapa kitu kikubwa sana cha kudominate mchezo, kucheza pasi nyingi, kufanya recovery za kutosha sana. Pengine dili hili endapo litakamilika, unaiona nafasi FC Barcelona kwenda kufanya vizuri zaidi kwenye michuano ya UEFA Champions League? Yeah, I think currently Barcelona wanachokikosa ni mafanikio kwenye UEFA Champions League, na hiyo ndo tofauti pekee ambayo tunaweza tukaitegemea, kwa sababu back to back La Liga, back to back finals, Copa del Rey, hakuna kipya zaidi ya UEFA Champions League. I think kitu kinachomnyima kocha wa FC Barcelona kwa sasa usingizi ni UEFA Champions League, kwa sababu ameongeza mkataba msimu huu. Challenge yake kubwa itakuwa ni UEFA Champions League, kwa sababu La Liga sio story tena kwake, na pale ambapo kinachosemekana ama mara nyingi inasemwa kwamba jinsi unavyozidi kupata mafanikio ndivyo unavyozidi kutaka zaidi. Kwa hiyo mafanikio kwa FC Barcelona sasa hivi ni UEFA Champions League, and I think they deserve it. And kama alivyosema Andro, I think Rodri atasweet zaidi kucheza FC Barcelona kuliko sehemu nyingine kama Real Madrid. Tukibaki hapo hapo tukatazame majogoo wa jiji Liverpool wanahusishwa na Ange Bakola. Napo dilili nalo likikamilika, unaiona Liverpool wanakwenda kuongeza kasi na ufanisi zaidi kwenye safu ya ushambuliaji. Yes, Bradley Bakola kutoka PSG. I think
PSG wamemvaluate kwa zaidi ya euro milioni 120 na ni kibunda kirefu. Ukijaribu kutizama, ni msimu uliopita tu ambao Liverpool hawa walifanya record signing mbili, moja ya Alexander Isak, nyingine ya Florian Wirtz. Kwa hiyo nadhani wanaweza wakawa skeptical kuspread kibunda kirefu kwa mchezaji mwingine, hasa ukizingatia kwamba wachezaji ambao walispread hela nyingi kwao, moja Alexander Isak aliumia for almost 3-4 months. Florian Wirtz amekuwa sensational, amekuwa exceptional, lakini sio yule ambaye watu waliona wakasema hela hii hapa. Kwa hiyo nadhani stall iliyopo kwa Liverpool ni kutoa hicho kibunda ambacho PSG wanakidemand. Na kujibu swali lako, nafikiri Barcola kuna uwezekano akasababisha mambo mazuri zaidi kwenye front, kwenye attacking mindset ya Liverpool, lakini sio mchezaji pekee ambaye anaweza akachangamsha safu ya ushambuliaji ya Liverpool. Kwa hiyo kwangu mimi kama shabiki wa Liverpool, ikitokea wameweza kumit hiyo demand ya PSG ya euro milioni 20 kwenda mbele, safi. Lakini ikitokea imeshindikana, maisha yanabidi yaendelee fresh kabisa. Lakini nadhani wanataka kumoffload Cody Gakpo. Yeah. Kuna interest kutoka Spurs. So maybe wanasubiria kule pia waone kama wanaweza kuingiza mpunga ambao utawasaidia kuongeza kuhamishia account mpunga huko kwenye account. Yeah, it's a good business pia, kwa sababu huwezi kuwa na Bradley Barcola ukawa na Gakpo ukawa na Rio Ngumoha. Ukimleta Barcola ukamwacha Gakpo, una maana unafifisha development pia ya Rio, kwa sababu dakika zitazidi kupungua. So nadhani hawawezi kufanya hivyo kwa sababu Rio is very talented, na ni zao la Liverpool. So na England wamesha mkaptai. Unajua alivyoenda Marekani, ilikuwa mechi ya kirafiki. Wakampa kabisa na zawadi, dunia ione kwamba unyama uko kwetu. Kwa hiyo tusubiri tuone, I think. Naona pesa zipo benki. Bwana mtazamaji wa Dimbani Connect, kama ulivyosikia ni uchambuzi kuhusiana na mchezo wa ngao ya jamii pamoja na tetesi na usajili ambao umefanywa na vilabu mbalimbali huko barani Ulaya. Wengine wanaendelea kusema pesa ziko benki, lakini wengine wanaendelea kuzitoa na kuendelea kuboresha vikosi vyao kuelekea katika michuano mikubwa ya UEFA Champions League. Na hapo tunatamatisha kipindi chetu cha meza ya Game Time. Ulikuwa nami Rashid Mfaume, nilikuwa na bwana Moruo King. Napatikana kwenye mitandao ya kijamii yote kwa jina la @Moruo King, isipokuwa Instagram ambapo napatikana kwa jina la @MoruoKing_. So I am _Masud Junior. Instagram, mtandao wa X, I am Masud Junior. Mimi naitwa the name is _Andro, hiyo ni kwa X, na kwa Instagram ni Gentro_Giant_Andro. Basi ukihitaji uchambuzi kuhusiana na Game Time unaweza ukapata huko ambako wamekuelezea kwenye mitandao ya kijamii, bila kusahau Dimbani Connect Instagram, TikTok pamoja na Twitter tunapatikana hivyo. Pia YouTube pale unaweza kutembelea na kusubscribe channel yetu ya Dimbani Connect. Nyuma ya kamera tulikuwa naye Adaboy Dawani ambaye alikuwa anahakikisha kila kitu kinaonekana kwa ubora zaidi. Endelea kufuatilia Dimbani Connect. Game Time, tunavyo sisi.